wapendwa misinyori, wapendwa mapani wote, na kwa namna pekee wakuu wa mashirika, wakuu wa vyuo vikuu, marekta wa seminari mbalimbali, wamama wakuu, lakini pia mashemasi wetu, mafrateli wote, watawa wote wa kiume na wa kike, pamoja na wengine wote tunaosali pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, leo tunaadhimisha sherehe ya kumbukumbu ya upandisho wetu, lakini pia ni siku ya kubariki mafuta matakatifu tunayoyatumia mara kwa mara katika maadhimisho mbalimbali ya mafungo yetu ya wokovu, na kwa namna ya pekee kuweka krisma wakfu ambayo inatumika hasa katika ubatizo, paimara, padrisho na uaskofisho, krisma takatifu. Tunapofanya hivyo sisi mapadri, jambo la kwanza kabisa ni kumshukuru Mungu. Tunampa Mwenyezi Mungu shukrani za dhati kabisa kwamba hata mwaka huu wake wa 2025 ametukirimia tena zawadi hiyo ya kukaa pamoja kama mapadri katika umoja wetu, undugu wetu na urika wetu. Katika hiyo Christly Communion tuweze kumshukuru, lakini pia tunapomshukuru tuweze kumwomba msamaha pale ambapo hatukuweza kufanya vizuri kwa kadiri ya mpango wake. Ni siku pia ya kutoa shukrani kwa kanisa. Wito wetu sisi mapadri, lakini pia hata watawa, waseminaristi, waamini umebebwa na kanisa. Kila kanisa tuna chochote, wakati mwingine watu tunasahau kuwa kanisa. Kila kanisa sisi sio kitu. Kanisa ni mama, kanisa ni mlezi, kanisa ni mwalimu, kanisa ni mpatanishi. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye hiyo safari yetu ya mwaka, kanisa aliye mama, aliye mlezi, aliye mwalimu, aliye mpatanishi anatembea pamoja nasi. Sasa leo tuko 2025. Natoa shukrani za dhati kabisa katika kanisa katika ujumla wake, lakini pia shukrani zetu kwa waamini wote, kuanzia na watawa wote, wa kiume na wa kike, walei wote wanaotuombea. Bila nyinyi hatungeweza kusafiri kama tulivyosafiri tukafika tena kwenye sherehe ya leo. Ni nyinyi, hasa kwa sala zenu, kwa misaada yenu mbalimbali ambayo haihesabiki, hiyo ambayo imekuwa inatuinua daima na tusindikiza daima, tukapata nguvu, tukaweza kufika. Hii pia waamini, walei, nawashukuru sana jinsi mnavyotembea na sisi, mnavyotubeba huko maparokiani, mnavyotuvumilia katika mapungufu yetu, mnavyotuimarisha pale ambapo tunataka kushindwa, mara moja mnaingia. Leo ni siku ya kuwapa shukrani kwenu, watawa wote mnavyotusindikiza kwa sana, waseminaristi ndio karibu na sisi, ambao mnatamani kuwa kama sisi, na hivi tunamtombea sana ili na nyinyi tuwatunze vizuri mfike hapo.
ili tukishaondoka mshike nafasi. Kwa hiyo tunawashukuru sana, hiyo ni fadhila pia. Kishaondoka tunashika nafasi mara moja, hata umeshali. Shukrani. Lakini ni siku ya kuomba msamaha kwa Mungu Mwenyezi. Tumefika, lakini basi si katika ukamilifu. Tulikuwa katika mahangaiko pia hapa na pale, lakini ametuvumilia. Tunaomba msamaha kwa wana kanisa wengine wote, watawa wa kiume na wa kike, waamini, walei, kwa maparokiani, katika taasisi zetu hapa na pale. Hatukufanya kwa kadiri ya matazamio yenu. Wakati mwingine hatukutaka hata majadiliano, tukaamua tu sasa labda ya kuona kwamba mambo yataharibika au labda kwa sababu ya haraka. Lakini hayo yote bila shaka mjue kwamba ilikuwa kuna nia njema, wakati mwingine basi kwa sababu ya uchovu. Tusamehe, tuweze kuanza upya tukiwa fresh. Ni siku basi ya kuomba neema ya kwanza upya, ya kuwa wahudumu kwa viwango zaidi, wenye hali zaidi katika hali yetu hii mpya, wenye viwango zaidi katika hali yetu ya kikuhani. Leo tungependa kuangalia tukafanya tafakari ya priestly identity, yani identity ya padri. Tuifanyeje sasa? Ni kubwa sana. Sasa katika somo la kwanza anavyotuambia nabii Isaya, nawaambia wale wana wa Israeli, lakini inapokuwa imechaguliwa siku hii ya leo, tunapoadhimisha misa ya kumbukumbu ya ubani na misa ya mafuta, inarudi kwetu. Napenda kule Agano la Kale, inakuja Agano Jipya, inatuangalia sisi, ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Isaya 61:6. Wote waonao watakiri ya kuwa nyinyi ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana, ila waonaye. Isaya 61 tena 9. Wote waonao watakiri ya kuwa nyinyi ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Very special. Very special. So that good community which has been put aside. Ndio sisi. Sasa tunaona kwamba hiyo inatangaza tu na kwenye hicho kitabu cha nabii Isaya jinsi hali yetu ni ya pekee. Nyinyi mtaitwa makuhani wa Bwana, watu wa Bwana, sisi mali ya Bwana ya pekee kabisa. Na wote wanaowaona watu kama sisi watakiri ya kuwa sisi ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Tumebarikiwa na utume wake mtakatifu unaofanya sio wa kwetu, ni wa Kristo. Ndugu zangu, tunafahamu kwamba kwa ubatizo na kwa sakramenti ya upadri tumepata hadi ya juu. Wewe inaitwa hadi mpya. Sikia katika zile sala za kupewa upadri, nasikia askofu anafika mahali anawauliza, mko tayari mnapoingia katika hii hali mpya? Mbaki huko kwa uaminifu kamili mnapoingia kwenye hali mpya, yani mnatoka wanahama hali mpya. Sasa sisi tumehamia kwenye hiyo hali mpya. Sasa kwenye hiyo hali mpya lazima tuitunze sisi ambao tuko huko. Tuitunze kwa ubatizo na kwa sakramenti ya upadri, tumepewa hiyo hali na inapaswa kuwa hali endelevu. Hatuwezi kuikataa, hatuwezi kuiondoa. Tunapaswa kuitambua, kuithamini na kuiishi hiyo hali yetu, priestly identity, ili mahali popote tunapoonekana tuonekane kwamba ni mapadri,
tunapotoa huduma tuonekane kwamba tunatoa ile huduma ya Kristo. Tunapoadhimisha matakatifu tuonekane kwamba tunaadhimisha kama Kristo alivyoadhimisha ile sadaka takatifu ya Kalvari, kwa uvumilivu mkubwa, kwa unyenyekevu, kwa utii kwa Mungu. Ndugu zangu mapadri, tuko hapo leo tunapotoa shukrani. Nimependa pia tutafakari hiyo hali ya padri, priest identity, lakini pia priestly communion, jinsi ambavyo tunaishi pamoja kama mapadri. Priestly communion, tunapotunza huo undugu, huo urika, huo ukaka wa upadri. Sasa vizuri tunapoishi katika ulimwengu huu, ndugu zangu, sisi tunaishi kwenye ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia ndio kipindi, ni lazima tujitunze sana hii hali ambayo tumeshirikishwa, hii hali takatifu, hii hali ya kimbingu ambayo tumeshirikishwa, tumekirimiwa bila mastahili yetu, ili ulimwengu wa kidunia wa usasa, secularism inayopamba moto sana, inayotaka kutawala kila kitu, isije ikatuadhibu. Lazima uwepo na juhudi za pekee kabisa, juhudi za ziada katika kulinda, katika kutunza utakatifu wa upadri wetu. Juhudi za ziada. Hatuko kwenye ulimwengu rafiki. Watu bado wanaendelea kupita hivyo, bali nyinyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Wote waonao watakiri ya kuwa nyinyi ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Tunapokuwa hivyo hapo, tuko duniani, ndugu zangu, tuko kwenye ulimwengu wa malimwengu sasa, ulimwengu wa usasa. Secularism inapamba moto katika pande zote za ulimwengu. Na hivi unapokuwa na zawadi kubwa kama hii iko huku na kuna mashambulizi mengi namna hiyo, we have to be extra careful with this unique occasion which we are there in this way. Hapa hakuna kucheza. Hapa hakuna mtu ambaye haoni mambo yanayoendelea ulimwenguni. Sio rafiki hata kidogo na hii hali yetu na wito wetu. Kuna mashambulizi makubwa na mivuto mikubwa ili ulimwengu wa usasa utawali. Secularism iondolee kila kitu. Nini mavazi meupe yanaonekana hivi vizuri huku altareni, na watawa wanaonekana hivi vizuri, na altari inaonekana. Ondoa hapa, pale ni mahali pa kuuza sidia zinaitwaje zile ambazo fikiri as soon as possible. Sio hapo bwana, sio fikiri mimi au kile. Na huko sema kile. Na hiyo na kuna sawa. Sasa hapa tunapotafakari leo juu ya priestly identity and priestly communion, tuone kwamba sisi tunaishi katika ulimwengu gani. Hatuwezi kujibembeleza au kufikiri kwamba kwa kweli sisi si rahisi kunaswa. Si rahisi kutekwa, si rahisi kuchanganywa. Yaani tajikuta tumechanganywa huko ndani, halafu hata tunakuwa mbaya zaidi kuliko yale ya ulimwengu. Ndugu zangu, lazima kulinda, kutunza, kukuza na kuduisha hii hali yetu mpya. Hii identity yetu kwa zawadi tulizopewa na kanisa. Tulitumia zawadi hizi ambazo
tuko nazo kwenye kanisa, tuwe na hakika tutakuwa salama. Tuwe makini zaidi katika maisha ya sala, kila mtu binafsi, lakini katika jumuiya zetu. Sala ni nguvu kubwa sana. Sala ni nguvu kubwa sana ya watu kama sisi kwenye ulimwengu tunaoishi sasa. Tuheshimu sala, mtu binafsi, kwenye jumuiya, wakati unaofaa na usiofaa. Tuione sala kama silaha kubwa sana, nguvu ya pekee itakayo kusaidia tupite na pia tuweze kuwa msaada wa ulimwengu. Ndio tunajua kwamba kwenye huo ulimwengu ndio Wakristo wetu waliko, wako kwenye mahangaiko makubwa, kama tutakavyoona huko mbele. Namna gani tunawasaidia? Namna gani tunakuwa faraja kwao? Namna gani tunakuwa matumaini kwao? Tuombe kwamba tuweze kutunza hiyo hali mpya. Silaha yetu iwe kwamba ni sala, sakramenti takatifu za kanisa, hasa sakramenti ya kitubio. Tuipokee tena na tena bila kuwa na woga wowote. Sisi tuko wadhaifu kama wengine tu. Tuipokee tena na tena kwa unyenyekevu mkubwa na kwa unyofu, moyo unaonyenyekea na kutubu, kamwe sitausahau, anaapa Mwenyezi Mungu. Tuwe karibu na Ekaristi Takatifu ambayo ni ya kwetu. Sisi ndio waadhimishaji wakuu, ndio wagawaji na ndio watunzaji. Sasa hapo tuna misheni nyingi tu. Kwanza kuadhimisha, tuadhimishe kwa imani, tuadhimishe kwa unyofu, tuadhimishe kwa uchaji, tuadhimishe kwa hofu na kutetemeka. Pale sio kwetu pale. Tumeingizwa hapo tu kwa upendeleo wa ajabu, kwa hofu na kutetemeka. Na neno la Mungu tulipe nafasi. Maisha ya sadaka, kujikatalia, kujiepusha daima na mazingira hatarishi. Wapendwa mapadri, mwaka huu tunapoadhimisha kumbukumbu ya upadi wetu, tunajikuta Mungu anavyotupenda. Tumezungukwa na zawadi tatu kubwa katika mwaka huu ambazo tukizitumia vizuri zitakuwa kweli msaada mkubwa sana katika kutunza, kulinda, kuisha na kukuza wito wetu na utume wetu wa kipadi. Na hapo Christian identity itang'aa. Christian identity must be highlighted. Lazima lianikwe kama tunavyomweka Yesu katika Ekaristi hapo kwenye monstrance, anaonekana na watu wote. Hatuwezi kuficha upadi, maana upadi ni zawadi ya Mungu kwa kanisa na kwa watu. Ni lazima ionekane, na highlight kwa sababu inahitajika. Lazima highlight ili uonekane uko kwenye malimwengu, uombe msaada. Padi Joseph Zawadi, nani tumepata upadi, wakati mwingine nakuona huko, wakati mwingine nakuja kanisani kwa askofuni, suti yako nzuri sana, suti nzuri. Sasa lakini wakati mwingine tena unaweza kumkuta kapadi kazuri kama Joseph ambaye alikuwa na suti hivyo, amevaa t-shirt ya ajabu, amevaa t-shirt kwa barabarani. Kwa barabarani pale mbele nimekuja mjini. Sasa pale amekuja mjini yeye amejachukua na ametuma tu vyakula vya nguruwe. Hayo sipai suti. What's the problem? Sipai unachukua chakula cha nguruwe kwa kwenye kazi. Sasa wewe pale unaonekana na mtu hapa anakuambia, anakuja tu anakuambia wewe na nini, anafikiri kwamba wewe dereva wa nini wa bodaboda, anakuomba umchukue Kariakoo. Wewe kwa Kariakoo tosi. Na profesa wa semina kidogo. Lakini ndio kaka umejiweka. Maana Kristo sio kosa lake. Ulivyo kaka anaonekana kama kondakta wa basi Moshi Mwanza.
Dr. Abasi, Joseph kweli Zawadi, mbona unashine sana wakati mwingine na suti yako unapokuja kwa askofuni, unapokuja kwenye misa ya Krisma kama leo. Sasa lazima tusifiche hali yetu ya upande. Kila mahali tulipo tuonekane kwamba sisi ni mapadri. We have to highlight, must be highlighted. Kila mtu aone kwamba hapa ni mapadri. Yaani nguo hizi za mapadri, msalaba huu wa mapadri. Hapa nikiomba msaada na mapadri. Na ni vizuri tufufue tabia nzuri ya kubeba daima kile kisanduku cha mafuta. Mimi daima nasafiri nacho. Hakuna mahali naweza kwenda bila kile kisanduku cha mafuta, kile cha kwa kule ndani kuna kila kitu kama mnachofahamu. Kana nisumbua sana kwenye check-in. Anasipa kwenye check-in na mimi nimebeba si dhahabu, siji uchawi, wanapenda wanafungua vile vichupa vitatu, wanahangaika, hawezi kuelewa, na waambia mafuta wagonjwa waelewi. Lakini ni vizuri tu tupate shida huko hivi huko njiani tunaposafiri, ili yani tuweze kubaki hapo kwenye hali yetu. Tuje tutafakari kidogo zawadi tatu ambazo zitaweza kutusaidia sana katika mwaka huu, lakini pia ziwe endelevu kwetu. Mungu alivyo mwema, tumekutana nazo mwaka huu. Tufanye tafakari kidogo juu ya zawadi ya barua ya Maaskofu Katoliki Tanzania. Simameni imara katika imani. Simameni imara katika imani. Baba Askofu ametuandikia katika mwaka huu, ndio ujumbe kwa Kwaresma kwa kanisa letu la Tanzania. Imani ni nini? Hii tumeizungumza sana hapa jimboni katika sinodi tulipokuwa kwenye mada ile au ile seti ya pili inayohusu imani. Imani ni nini? Kwa kadiri ya barua kwa Waebrania sura hiyo ya 11 mstari wa 1, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Ni kuwa na uhakika wa mambo yasioonekana. Hayaonekani, lakini hata hivyo ni kweli hayaonekani, lakini kwa jinsi mhusika anavyokiri ukuu wa Mungu, uwezo wa Mungu bado yanaonekana. Abrahamu hapa ni mfano sana. Abrahamu anaambiwa aondoke kwenye ile sura ya 12 kitabu cha kwanza. Anapoambia aondoke aende katika nchi ambayo atakayoambiwa, yeye pale anatii, hajui anakwenda wapi, lakini kwa jinsi anavyomkiri Mungu, anavyokiri uwezo na ukuu wa Mungu huko ndani yake, anaamini kwamba itakuwa hivyo tu. Anapoambiwa utakuwa baba, utakuwa baraka ya mataifa, hawezi kuelewa. Anapoambiwa wewe utakuwa ni sababu ya vizazi vyote vya ulimwengu vitatoka kwako, naye hana mtoto, hawezi si rahisi kwake kuelewa binadamu. Lakini anapokwenda kwenye imani sasa, jinsi anavyokiri na kuamini uwezo wa Mungu, basi anajua, anakuwa na uhakika tu yatakuwepo. Mungu adangani, watakuwepo tu, itakuwa kweli baraka kwa mataifa yote, vizazi vyote vya ulimwengu vitatoka kwangu. Naona imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni uhakika wa mambo yasioonekana, lakini kwa sababu ya mtu anavyoangazwa huko ndani yake na anavyofahamu ukuu wa Mungu na uwezo wake, anasema yatawezekana tu. Mtakatifu Yosefu pia ni kioo kinachong'aa. Anapoambiwa usiogope kumchukua Maria mke wako, kwani mimba aliyo nayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, yeye haulizi hata naomba kumwona Mungu anieleze vizuri, haulizi sasa itakuwaje, kwa hiyo mimi sitaoa tena, haulizi chochote.
imani kuu, yaani ana muono wa hali ya juu wa ukuu na uwezo wa Mungu, hivi kwamba kama ni Mungu anasema yatakuwa, yeye ni mtendaji tu. Na hivi tukimfuata Mtakatifu Yosefu katika Biblia, hakuna mahali popote alipofungua mdomo kwa tunamuita mtakatifu. Hakuna mahali popote alipomjibu Mungu hata kumwambia asante. Yeye anapokea ujumbe na anapenda kazi. Ni imani. Sasa mapendo, imani ya kweli kwa Mungu ni kama mwanga, ni kama nuru, inatusaidia kusimama imara. Imani ambayo ni kama mwanga, ni kama nuru, inatuangaza na inaangaza vipengele vyote vya maisha yetu, ili tuweze kwenda kwa utulivu na kutii. Na hivi imani ni kitu muhimu sana kwetu, imani ya dhati kwa Mungu, kwa Kristo, kwa kanisa, kwa wito wetu mtakatifu, muhimu sana. Sasa kwenye kile kitabu Maaskofu amesema imani ya kweli inajidhihirisha katika mambo matatu, yaani katika kuiungama, lexi credendi. Sisi tunavyoungama ndivyo inavyoonekana basi kwa nje. Yaani kama tunaiungama, basi watu wataona kweli kuna imani, na wewe mwenyewe utaona kuna imani. Katika kuiadhimisha, yaani tunaposali au tunabadilisha matakatifu, lexi orandi. Lakini pia katika kuishuhudia, tuishuhudia sasa kwamba imani kwa kweli iko hivi, Mungu anapenda, anafanya maajabu, anafanya makuu, lexi vivendi. Sasa hatuwezi kusema sisi tuna imani kama hatuiungani, kama hatuisali na kuiadhimisha kama kwenye liturujia takatifu, kama hatupe ushuhuda. Mababa askofu wa Kanisa Katoliki Tanzania wanaosema simameni imara katika imani, Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Lakini ni kwa nini wanasema hivi? Tena hatukumalizia basi, ukienda mbele kidogo, kani kwenye huo mstari anasema simameni imara, simameni kiume. Kuna maana yake imeleta matatizo kidogo tunapoitafsiri. Sasa watu wengine wanasema hiyo kiume maana yake nini? Yaani utoke hapo. Lakini ni jenda ya kiume. Jenda ya kiume ndio inayotawala maandiko matakatifu, kwa sababu Mungu yuko kwenye jenda ya kiume, yuko kwenye jinsia ya kiume. Na kwa hiyo anasema simameni imara kama Mungu. Simameni imara kama Kristo aliye simba wa Yuda. Kwa hiyo inataka kuonyesha, Paulo anataka kuonyesha don't take things easy. Yaani simameni imara, simameni kiume, fungeni mkanda, funga buti. Mambo yako sawa sawa. Baba askofu wanapoandika wako hapo. Naangalia imani kwa Mungu, yaani imani ya wana kanisa wa Tanzania, imani ya wana kanisa wa Tanzania wote, imani ya wadau wa kanisa la Tanzania, yaani maklero, tunasema maklero, tunaanzia Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadri na mashemasi, wadau wa pili hao, wadau wa kiume na wa kike. Anaangalia huko wote, anapenda kwenye walei wote, kuanzia mtoto wa Yesu panda huko, makatekista, wanafunzi, vyama vya kitume, halmashauri ya walei jimbo, kamati tendaji. Yaani mababa wanaona kwamba watu hawako vizuri, wanahangaika sana, watu wako kuhangaika sana katika imani, wanatoka sana katika imani ya kweli kwa sababu nyingi tu. Sasa swala linakuja na sisi tukoje? Na sisi tunaambiwa ndio tena sana tu. Inawezekana pia tukawa ni sababu ya kuwafanya watu wakaingia kwenye mahangaiko. Watu wanahangaika sana, hawako imara katika imani, wanatafuta mambo mbalimbali
ya kuwasaidia watulie katika changamoto za maisha, matatizo ya maisha. Sasa mbona ni Wakatoliki, mbona walipata katekesi nzuri sana, mbona bado tunaendelea kwamba katekesi na kuadhimisha misa takatifu na kwamba mahubiri labda hajatosha katika vipindi kama hivi? Ndio maana kwenye sinodi tuliambiwa mapadi, tumeambiwa mahubiri yawe na viwango. Tumeambiwa bwana na wajeni bwana, mahubiri yawe na viwango. Hayo naona tunacheza tu. Mahubiri yawe na viwango. Sio wanakuja kuongea tu hapo. Yawe na viwango. Yaani viwe watu. Wengine wakatumia msamiati wakasema mahubiri yasisimue. Hapo sasa sio alikuwa na maana gani? Lakini walikuwa hapo. Tuinue watu kiroho na kimwili katika mahangaiko yao. Sasa kurudi kwetu hapa, mababa wanapoandika, simameni imara katika imani. Na sisi tuko tunaalikwa mapadi, tunaalikwa tutunze sana imani takatifu tuliyopokea katika kanisa Katoliki, tuliyopokea kwa wazazi wetu, tukapokea katika kanisa kuanzia katekisimu kwenda mashuleni, kwenda maseminarini, lakini sasa bado tunaifundisha kweli. Tunapofundisha na sisi wenyewe tujifundishe kwanza, tukiwa huko kanisani, huko kwenye chembo zetu, tutafakari kwanza juu ya hayo, ukuu wa hayo tunayokwenda kuhubiria, na tuyafundishe kwa imani. Yani kuungama ile leksi, yani kuungama ionekane kweli hapa tuna mtu mwenye imani. Tunapoadhimisha leksi orani, tunapoadhimisha, tunaposali, ionekane kweli watu wanaosali hapa, yani hapa kweli wanasali, yani wameunganisha mioyo yao kwa Mungu Mwenyezi, hawako huku duniani hapa. Hiyo ndio sala kweli. Tuangalie, halafu tunapotoa ushuhuda, leksi vivendi, shuhuda utolewa uhakika kwamba kweli ni watu tunaomwamini Mungu na hatutaki mambo yanayochafua ukweli mtakatifu. Ukweli utatufanya tuwe huru. Yohana 18:32. Ukweli utatufanya tuwe huru. Kwa hiyo ni vizuri na sisi tunapoingia kwenye mambo ya imani tuombe neema hiyo ya kusimama imara, kusimama kiume, kusimama imara katika Mungu, katika Kristo, katika kanisa Katoliki, katika mafundisho makuu ya kanisa, katika wito wetu mtakatifu, katika kuadhimisha kwa imani, tuadhimishe kwa imani, tusome neno la Mungu, tulitafakari na kulifundisha kwa imani. Tulitafakari na kulifundisha kwa imani. Neno la Mungu li hai, lina nguvu na linakata pande zote, na nilipo sasa ni hiki tunugu. Sasa tusione kwamba neno la Mungu tukilinua hapa kulisoma tunataka kutafuta mambo yetu tu, yani liende linavyofikiri mimi. Hapana, tunapaswa kuwa wanyenyekevu, tuwe hapa, mwalike Roho Mtakatifu ili aweze kutuambia hili neno la Mungu ambalo ni hapa na sasa, hiki tunugu. Sasa neno hili la Mungu ni hai, liko hai kama Mungu alivyo hai. Kwanza ni takatifu, ni hai, lina nguvu na linakata pande mbili kama kisu kinachokata mbili. Sasa kama ndio hivyo, ni lazima tutafute ujumbe wake hapa mahali tulipo. Tusichukue tu yale ambayo tunatamani sisi. Tusichukue mahubiri ya mwaka uliopita mabaya kwenda kuhubiria watu ambao wewe unapenda kwenda kuhubiri. Maaliko hapo Mawela kwenda kuhubiri, nasema hapo hakuna shida. Hapo ni Jumapili cheze. Mwaka wangapi? Jumapili ya 6 ameshahubiri tena, kuhubiri maili 6. Sasa maili 6 ulihubiri sijui miaka 3 iliyopita. Yaani Mungu wetu ni wa leo jamani. Mungu ni sasa.
Yesu ni sasa anaongea hapa, ana jambo lake la kuambia wale watu wa Mawela leo. Kwa hiyo ni lazima tuketi, tusali, tumwombe Roho Mtakatifu atuangaze, tusome vitabu vinavyoendana, lakini turudi tena tumwambie Yesu, mwambie Mungu, leo nakwenda Mawela. Mawela sasa una ujumbe gani Mawela? Tutaupata tu kwa sababu neno la Mungu ni sasa. Hiki tu linazungumza hapa ni hai, ni takatifu. Sasa tusisome neno la Mungu kwa jinsi tunavyopenda sisi tu, na yale ambayo tumeshajifunza kwa hilo neno la Mungu zamani ndio tunaeleza hapa. Hebu tuwe wanyenyekevu tu, tufanye tafakari kidogo, tusome vitabu leo. Hata kama nilikupa ujumbe fulani mwaka juzi, utashangaa ujumbe unaoupata pale, kwa sababu umesali na umeketi kwa ukimya ukitafakari hili neno kabla hujalipeleka kule unapokwenda. Utaona maajabu. Kuna utaenda chana na ile ambayo ulikuwa unasema liwima watu ndio. Sasa Mungu ni sasa. Yesu ni sasa. Yesu anaongea sasa na watu wake. Kwa hiyo hapo watu tunakosea sana, na pia sasa hapo ni ukosefu wa neno, ukosefu wa neno la Mungu, yaani kwa neno la Mungu, maana hatuamini kwamba Mwenyezi Mungu anaongea katika neno hili la kwake sasa hivi. Anaongea na watu wa mazingira yake, anafahamu fika mioyo yao ilivyo na mahangaiko yao. Kwa hiyo ni vizuri tukafanya tafakari ya kina, tukasali tena na tena kabla hatuja kuhubiri neno la Mungu kwa bidii. Ndugu zangu, tunapoangalia hata katika sasa sisi na neno la Mungu, ni kwa namna gani pia tunalipeleka kwa imani kwa wale ambao tunawahudumia. Ni hapo tulipokuwa. Neno la Mungu ni kwa namna gani tunalipeleka kwa imani. Wahudumu ni kwa namna gani tunapeleka huduma zetu za kichungaji kwa imani. Leo tunabariki mafuta matakatifu. Naona watu wameteremka sana katika utakatifu wa mafuta hizi alama za kanisa. Mpaka wametengenezea mafuta yao. Kuna mafuta yanayouzwa hapo baba paroko, sijui una habari, sijui ni hapa yanachukuliwa. Kuna mafuta yanayouzwa hapo barabarani hapo. Ukienda tena kidogo pale kwenye kona hapo nyingine, anasema ni mpaka kutoka Yerusalemu. Yaani haya mafuta yetu yametoka Mungu. Yaani sasa ni ajabu kwa sababu mtu mwenye imani kweli atakuja aseme, baba paroko, naomba unipake mafuta ya wagonjwa kwa sababu nasikia sio lazima mtu aje kitandani ndio mnampaka. Hata mtu anayeumwa hivi baba kama nini, nasikia huwa anapaka tu kama ni kweli. Na basi usikilize pale, unaweza kumpaka. Sasa mpaka watu wamechukulia mamlaka ya kupata mafuta yetu. Maana unaona huko ndani hakuna kitu. Wameleta yao kutoka Nigeria, ili amesema kutoka Holland. Wengine yametoka India, mafuta mpako hiyo. Sasa there is a problem here. Sisi tumeshuka katika imani tulio nayo kwa hizi alama hizi ambazo ziko kwenye kanisa, hasa kanisa Katoliki, ambazo kwanza zinatoa neema za kimungu, zinamimina umungu katika ubinadamu wetu. Hatujaweza kuzisimamia kwa watu wetu na kuzielewa vizuri, ndio maana wanaziacha, wanakimbilia huko. Hata tunapopaka mafuta ya wagonjwa, sijui kama wanaelewa ni nini, wanataka tu bali kwamba amefika akapaka mafuta ya wagonjwa kabla hajaaga, au basi kama atarudi basi ni huyo padi aliyekwenda kumpa mafuta na baadhi. Hongera sana padi. Okay. Sasa hapo ni mapungufu makubwa sana. Ni kwa nini haya mafuta leo mtaona yanabarikiwa kwa heshima kubwa sana? Kwa sababu ni alama za mbingu, ni alama za neema, ni alama za umungu zinamiminwa kwetu, na kweli tunasihisi
wenye imani wanahisi, wanaonja. Sasa ni kwa nini imekuwa hivyo? Watu wanaona tu kwamba ni kawaida tu, na watu wengine wameona hakuna kitu, wanaleta za kwao. Lakini imani yetu kwanza sisi ikoje kwa haya, kwa hizi alama, na tunapoziadhimisha pia. Nisikia tumeambiwa tuache misa za mwendo kasi, tumeambiwa na walei. Sasa labda kama tunaadhimisha kwa mwendo kasi sakramenti ya wagonjwa, sakramenti ya ubatizo na Ekaristi Takatifu, wanaona hata hapo hakuna kitu. Lazima turudi kwenye utakatifu wetu tunapoadhimisha. Tuwe kweli, tujue kwamba you are Jesus at the altar. When you are celebrating the Holy Mass, you are the Jesus at the altar. You are celebrating the sacrifice of Calvary. Wewe ni Kristo, ante Kristus. Wewe lazima tufike hapo. Ndio maana mnasikia kuna mapadri wanaolia altareni, hasa wakati wa consecration. Anasema sister, yani anashindwa pronounce kwa sababu anajua kwamba I am not worthy. Siko, yani hapa si kwangu kabisa. Ninaingizwa hapo, yani kwa namna za ajabu tu. Sasa ni lazima tunapoadhimisha pale misa takatifu, sakramenti, tujue kwamba tunaadhimisha kwa niaba ya Kristo. Imani ionekane kweli hapa. Tunaona kweli tulivyokaa tu mkao tu na tunavyosema yale maneno kweli hapa tunaleta jambo, tunaalika mbingu, au tunafanya hili jambo liwe mbingu. Hiyo ni lazima tuangalie kwa nini watu wanakosa imani na hizi alama za kanisa, wanatafuta za kwao, au hata wale wanaozipokea sijui kama kweli wanaelewa ni nini hasa wanakipokea, wachache sana. Ndugu zangu, tuimarishe na sisi tusimame imara katika imani. Tuangalie imani yetu, tuna imani yetu katika wito wetu ikoje katika ulimwengu tunaoishi. Tunaona kwamba huu wito wangu kama padri unapaswa kusimama katikati. Yaani hii ndio zawadi ya kwanza niliyo nayo, na hakuna nyingine ambayo ina hadhi na viwango vya upadri wangu. Hakuna, never. Mapadri mfahamu hiyo. Yaani hakuna zawadi yoyote ulio nayo sasa hivi wewe kama upadri. Wewe ni Kristo Bwana, ante Kristus. Unaunganisha mbingu na dunia hapo. Sio joke. Sasa ni lazima tujue kitu hicho kwamba iwavyo, it doesn't matter whom I am. Hakuna zawadi nyingine yoyote katika nafsi yangu, katika mazingira yangu, katika utume unaonizunguka kama upadri wangu. Sio upadri wako kwa kweli, kama upadri wa Yesu. Kama upadri. Kwanza tunapaswa kusema upadri wa Yesu. Maana sisi tunawaganjia. Ndio, tunawaganjia. Bila askofu hakuna chochote. Kwa hivyo mimi naona kwa wakati mwingine mnanichezea tu, mmenizoea. Yaani naona mtu wa kawaida. Yaani bila mimi hakuna upadri na hakuna cha kusema hivi sio umenipa. Askofu anatawala wote. Yaani wote hapo ni watoto wangu wote. Anashika wote. Sasa asista naona mimi nanipigia makofi au wapenzi. Mimi nashangaa. Wao ndio wanapaswa kupiga makofi na vigelegele, masista wanapiga makofi. Masista ndivyo ilivyo. Yaani hawa mapadri wanakajiwa upadri na maaskofu. Na maaskofu wamepewa na Kristo full priesthood. Sisi ndio tunafull. Ndio tunawaganjia. Na hapa kusema. Ndio muelewe, ni vizuri muelewe kanisa. Muelewe kanisa. Haya sawa. Sasa nielewe kanisa. Sasa ni vizuri ufahamu kwamba hapo uko kweli ni Kristo amekusimamisha hapo na askofu wako. Yaani ujione takataka kwamba mimi si stahili kabisa. Lakini kwa kweli mimi ni askofu. Mimi askofu, yani mimi ni askofu. Yaani wewe Osia, yani nasema Charles, nasema mimi ni askofu ndio tu.
ungempata. Hayo kumwombea sana askofu, na kumwombea sana Kristo. Sasa lakini cha maana pia nataka kusema hapa ni when you stand there and when you are celebrating, you don't deserve. Even myself, I don't deserve. Maana na mimi pia nilishirikishwa. Sasa lazima kwa kweli tuheshimu hilo. Na kama ndio hivyo, hakuna zawadi nyingine yoyote niliyo nayo katika nafsi yangu wala kwenye makandokando yote ya utume wangu kama upande. Kwa nini sipate nafasi ya kwanza? Kwa nini tunapoamka asubuhi saa 11 tusende kwanza kanisani kumshukuru Mungu kwamba nimeamka tena, na tufanye meditation na tusali sala za asubuhi? Haya, uko kanisani naingia kwa mara chache sana. Nataka kwa askofu, yani hizi nyumba zetu, yani kwa kweli hakuna cheko baba, tunalala huko ndani tukisharika cheko, yani hakuna mtu anaingia huko. Tunapita tu tunaenda huko tunatoka tu. Yani naacha cheko nzuri hapo tumekuwekea hapo wapi hapo ngosho. Cheko nzuri tu tumeiweka. Kainunia na monsters kutoka Rome. Wewe unaondoka tunapenda station, unapenda wapi? Lakini uniambia baba askofu weka, yani kwa kweli baba, yani unanganya watu hapo. Lakini sasa the point is uzito tunaotoa kwa vitu vingine hivyo ambavyo kwa kweli in comparison they are nothing. Watu wanatuheshimu sana tu, si kwa sababu ya vitu vilivyo navyo, si kwa sababu ya nafasi tulivyo nazo, kwa sababu ni pale anaanza kama ndosi wewe maana sana kwa Mungu maana Mungu yani malaika wateremka hapo anapiga mafuta kwa ndio ndani kwa zawadi hapo baada ya kupiga mafuta. Sasa ni lazima tufahamu hilo na tufanye vitu hivi kwa imani. Kumbe hayo wanayosema mababa askofu katika hii barua mimi nimeipenda sana. Kweli tusimame imara katika imani. Mambo mengi yani kuinua tena, kuistawisha kiu yetu ya kuwa watakatifu na kuthamini maisha yetu ya kiroho. Kuthamini maisha yetu ya kiroho. Tunapomshukuru Mungu kwa neema mengi aliyotujalia tangu tulipoadhimisha tena jubilei, mwaka mtakatifu wa jubilei ule wa 2000. Sasa tunapopata nafasi ya namna hii kweli tuone kwamba ni nafasi ya kufanya kiu yetu ya kiroho, kiu yetu ya kiroho ya kukua zaidi, ya kukomaa zaidi katika Kristo, basi ipate hiyo nafasi. Na wakati huo kumwomba msamaha, tukiwa tunafahamu kwamba kule ambako tumetoka hatukufanya vizuri sana. Ni nafasi ya kuomba msamaha, ni nafasi ya kufanya toba, ni nafasi ya kutumia muda mrefu zaidi kutafakari na kuadhimisha matakatifu. Mwaka huu naona mambo yanayokutana, imani imekuja hapo, imejaa utajiri wa kiroho. Sasa Baba Mtakatifu hapa ametangazia mwaka mtakatifu, yaani ni fursa ya kila mmoja kukutana na Kristo kwa namna ya pekee zaidi na kuikuza hiyo kiu yake ya kupenda kuwa mtakatifu, kufanana zaidi na Kristo aliye, ndipo tunakokimbilia kuwa mtakatifu kama Baba yangu alivyo mtakatifu, kama Kristo alivyo mtakatifu. Na pale ambapo tumekosea tufanye toba, maana hatujui kama tutaona tena mwaka mwingine wa jubilei. Mwaka mwingine wa jubilei ni ya 150 ya 2050. Sisi kama tutakuwepo kwa tumeshakuwa hivi. Sasa kama ndio hivyo, vizuri tutumie mwaka huu vizuri. Na hasa kwetu sisi mapadri, ni wakati wa kukua zaidi kiroho kwenye hayo mambo ya imani tunayoyasema. Ni wakati wa kuipa sala nafasi zaidi katika maisha yetu ya kila siku. Ni nafasi ya kuadhimisha sakramenti takatifu za kanisa zaidi kwa uchaji
kwa utakatifu zaidi. Na sakramenti ya kitubio sisi ambao tunaitoa sana tuipokee zaidi pia, maana na sisi ni madhambi. Ni wakati wa kufunga, ni wakati wa kuomba msamaha kwa wale tuliowakosea. Kwanza mchakato wa pekee kabisa, wanasema reconciliation is a process. Okay, if it's a process, when are you going to begin that process? Wewe sema kila wakati reconciliation, kimwambie bishop don't worry, reconciliation is a process. Kila namna gani reconciliation? Padagasto vipi hapo? Namna gani tupatane? Bishop, reconciliation is a process. Padagasto unajua kwamba labda kesho tutapewa don't worry bishop, reconciliation is a process. Process itakwenda kwa nini? Naweza kuruka leo jioni. Aniacha hapo asubuhi. Ndio. Hayo reconciliation is a process. I agree. However, when is it going to begin? When? Mwaka mtakatifu ndio. Tunaendelea kusema it's a process. It's a process. And the people who are saying that we are being people like us, like ourselves. We are reconciling others every day. But what about ourselves? Tuangalie hilo. Tuangalie. Tuanze mchakato hii ni 2025. 2025 hatujui kama tutaona tena 2050. Ni wakati wa kuomba msamaha. Kwanza mchakato wa dhati kabisa wa msamaha, even if it's a process. Tuanze basi wakati huu. Tuanze na neema ya Mungu tusaidie. Na Roho Mtakatifu atusaidie. Tuanze tena ujasiri. Ni kitu kigumu sana reconciliation kwa, lakini sisi ni watu wa Roho Mtakatifu. Sisi ni watu wa Biblia. Sisi ni watu tunaoadhimisha matakatifu. Kwa nini tusimwombe tunapokuwa na Ekaristi Takatifu, muombe Yesu atupe ujasiri kama yeye. Tuweze kuanza mambo haya. Kwa hiyo kipindi cha kuanza reconciliation, cha kwanza mchakato wa reconciliation. Kwa kuzingatia kuwa Biblia yoyote inayohusishwa na muda ni mwaliko wa kila mmoja wetu kutambua kuwa muda ni mali ya Mungu. Ni zawadi kwetu, na hivi ni vizuri tukatumia zawadi hii. Muda ni zawadi ya Mungu. Muda ni zawadi ya Mungu, na yeye ametupa zawadi hii kwa ajili ya tafakari ya kiroho hizi anavyotupenda. Tutumie basi zawadi ya Mungu. Lakini pia kuna msaada mwingine mkubwa huko jimboni kwetu, lakini pia kwa kweli sio jimboni kwetu tu, hata ni wa kitaifa, kwa sababu wanasema kila ambacho kanisa la nyumbani au kanisa wanasema local church, whatever the local church is celebrating, it is also it is not only local but it is international at the same time. Mimi napenda sana vijana maaskofu hapa. Walikuwa kwenye ile sinodi ya toba, kwenye ile zoezi la toba tangu asubuhi mpaka jioni. Very good. Really very good. Kani hapo kwa Max, kabla sikuishi tena mngepata 95. Kwa sababu gani? Lile zoezi ni la local church. Linafanyika Moshi, lakini limebeba elements za international church. Yaani jambo hilo la toba na kufanya toba kwa namna hiyo si kwamba linafanyika na Moshi tu kama kiziwa. Linafanyika na international pia. Na kwa hiyo mlikuwa mnahangaika kweli kwenye matobe vijana, lakini kawapenda sana. Did very well. Sasa kuna mapokezi hata vijana wetu jamani. Alafu vijana hao tunawangojea wachukua nafasi ya maaskofu na mapokezi. Sasa jambo lingine ambalo ni msaada mkubwa sana kwetu sisi wa kutusaidia kukuza na kutunza hata hii priestly identity na priestly communion katika jimbo letu ni adhimisho la sinodi ya kwanza katika jimbo Katoliki Moshi. Ni tukio la kidini, lakini penda usipende, ni tukio la kanisa la Mungu. Ili tukio lina mambo mengi na hatuwezi kufikia huko kote, lakini linatualika tutembee pamoja. Tuchukue tu mambo machache. Kutembea pamoja ni fadhila kubwa sana ya kanisa la Mungu, la jumuiya yoyote ya kanisa.
la familia yoyote, iwe ni ya nyumbani, iwe ni ya Wakristo waliomoka pamoja. Ni sifa kubwa sana, sifa msingi, kwa sababu nimeshawaambia tena, umoja ni sifa ya Utatu Mtakatifu, ni sifa ya mbingu, ni sifa ya umilele. Umoja yaani inaanzia kwenye Holy Trinity, wako pamoja, undivided, lakini wakati huo one. Sasa umoja huo tunao jaribu kuingia hapo, tupata hapo, tuweze kuchukua hapo wadao sehemu kidogo ya hiyo zawadi au karama ya mbingu. Ni kitu muhimu sana, tutembee pamoja. Inaingia kwenye sehemu nyingi sana, lakini sasa kwenye sinodi aina yoyote, hii ndio sifa ya kwanza inayotawala sinodi. Maana ndiyo maana ile neno lenyewe la sinodi, zile za kwanza zinaeleza kwamba ni pamoja, ni kwa pamoja. Sasa tunaalikwa kutembea pamoja, lakini kutembea pamoja katika nini? Kutembea pamoja katika sala, kutembea pamoja katika sala, kutembea pamoja na Kristo. Ile sala inasema vizuri kweli. Ile sala inasema tu tembea pamoja. Lazima tutembee pamoja na Kristo Bwana. Atuelekeze, si hakuna kitu. Yeye ndiye moja. Yeye anatuonyesha moja, maana yake ni tembea pamoja na Kristo. Tembea pamoja. Sasa mapadri hatuwezi kuongea sana kama mapadri wa kanisa, kama mapadri wa jimbo, kutembea pamoja kama hatuna umoja na Kristo. Hatutakuwa na nguvu. Ndio maana nasema lazima tuimarishe mahusiano yetu na Yesu na Kristo. Pale tukitokea pale tuko pamoja na wote, tukiingia hapo to be one, to be united, itakuwa rahisi kweli. Kwa hiyo kutembea pamoja na Kristo, kutembea pamoja katika sala, kutembea pamoja katika imani. Tusimame imara katika imani. Nirudi tena, kutembea pamoja katika imani. Sasa tuko kwenye sinodi. Kwa mfano, tunapotoa haya mafundisho na tunapokwenda kutoa kule, tunakwendaje? Kuna parokia nyingine ambazo ni parokia changa kabisa. Kweli sikipata mtu ambaye anaongea kwa haraka tu, yaani wanaweza kushangaa na wakatoka hapo wakasema kwa kweli leo hatujaenda kanisani. Kwa hiyo lazima kila mahali kuanzia na pale kwako tunapenda kwa imani, tumejaa imani, tumejaa uchaji, tumejaa uadilifu, tumejaa uhai, tumejaa uwepo, yaani upo katika lile jambo. Si kwamba unapenda pale na una mambo mengine. Uwepo katika sala, uwepo katika liturujia, uwepo katika maadhimisho. Yaani unakuwa pale altareni tu, hautoki pale kuangalia mambo mengine. Uwepo katika kufundisha ile sehemu unayoitoa. Sasa kila wakati unapenda kuangalia sehemu, unatoka sasa hapo utaona tu kwamba kwa kweli haya mafundisho hapa jadi. Kwa mapani na sisi hata katika kutoa mafundisho ya sinodi, tunapoyatoa kwa parokiani, kwanza tunapelekwa kwenye parokia tofauti. Ni lazima tujiheshimu sana. Maana kule wale watu kuja mazoea, lakini nenda basi katika ile tabia, wala ile tabia ya kawaida, ile tabia ya kawaida ya pale ambayo imejawa na imani, imejawa na uchaji, uadilifu, uhai, uwepo na uadilifu kamili katika yale uliotumwa ukayafanya. Wewe unazungumza mambo yako kule, unaonyesha ulivyo mwanateolojia. Teolojia hadi hatutamaliza, tunafahamu mambo mengi mno mapadri. Sisi ni encyclopedia, sisi tunafahamu mambo mengi sana. Kwa lazima tu tunapotumwa tu wanyenyekevu, put your subject at the table, na unafundisha kile ulichotumwa na kanisa. Unafundisha kile ulichotumwa na kanisa na ukuta umeelewa vizuri. Maana tukianza kusema mambo yetu hatutafika. Sasa kuwa wamoja pia katika kufundisha katika imani, kufundisha katika uchaji, kufundisha katika uadilifu, kufundisha katika uhai, kufundisha katika uwepo, kufundisha katika nidhamu na uwepo na uaminifu kamili. Uaminifu kamili. Kwa mimi natumwa kila wakati, natumwa na mapadi. Mimi najitahidi kweli kama sekretari nilivyonituma. Juzi tulikuwa mwenyekiti wa sinodi na vijiji hapa, tulikuwa tumetumwa Olele, maadhimisha misa mbili.
na kuhubiri, hata hubiri watu wengi, tumekaa pale na jitahidi kweli, lakini tukamaliza, tukarudi huku saa 12, tumemaliza, tumekuwa waaminifu, hatukuleta mambo yetu. Sasa ni lazima iwe hivi, kuwa tunapozungumzia kuwa wamoja ni pamoja na kwamba tufundishe yaliyo mamoja, tuwe na zile fadhila za kufundisha tukiwa wamoja mahali popote tulipo, fadhila zile za kuadhimisha, tuwe wamoja, tuwe wamoja kama mapadi wa jimbo, kama mapadi wa kanisa Katoliki wanaofanya kazi mahali fulani, tuwe wamoja. Kusudi wa kanisa Katoliki tumefanana, ukienda Amerikani unakuta tumefanana, tumefanana ikawa kuna mambo mengine, ukienda Ulaya tumefanana, ukienda India kidogo hatufanani sana, lakini tunafanana mahali fulani basi. Lakini tuwe na umoja, tutembee pamoja katika mafundisho ya sinodi, katika vile vipengele muhimu ambavyo vinabeba sifa za ufundishaji. Sisi sio na raia, sisi ni mapadri. Kwa hiyo tunaenda kufundisha pale mafundisho makuu kuhusu Kristo, kuhusu kanisa Katoliki. Tunafundisha kwa imani, tunafundisha kwa uchaji, kwa uadilifu, kwa uhai, kwa uwepo, presence, you have to be there. Sio kama unaangaika kila wakati unatoka. Kwa nidhamu ya kikanisa na uaminifu kamili, umetumwa na sekretariat tukafanya nini? Be faithful to the secretariat. Amekupa na kitini, sasa bali kiheshimu. Sasa kuwa pamoja ni fadhila kubwa sana inayotusaidia hata kutunza umoja wetu, kutunza identity yetu ya upande. Na hata priestly communion inaingia hapo kirahisi kweli. Kutembea pamoja katika uelewa wa kufundisha ndio huo. Lazima kutembea pamoja, yaani kutembea pamoja katika uelewa wa kufundisha na wa kutoa yale ambayo tunaambia tuyafundishe, ndio hiyo. Lakini kutembea pamoja pia, kutembea pamoja na waamini wetu. Lazima tutembee pamoja na waamini wetu. Tusiende pale tunaona kwamba yaani lazima tuende pale tuonyeshe hata kama ni wapokea Injili lakini ni watoto wa kanisa tu. Twende pale unaona, yaani unaonyesha furaha ya watoto wako, unaonyesha uchangamfu, unaonyesha that normal human relation, unaionyesha pale. Pamoja na kwamba wewe sio paroko pale, lakini tuwe pamoja, ni watoto wa Mungu, ni watoto wa kanisa, tunataliwa na jimbo, tunakwenda nao kaka na dada zetu, tunawachukua. Lakini sinodi haitaweza kutembea pamoja, maana sinodi ni pamoja na wao ndio wanani wetu, ni moja wapo wadau wetu. Kumbe lazima tuangalie pia jinsi ambavyo hiyo zawadi tulionayo kanisani sasa hivi inatusaidia kweli kukua zaidi katika huu wito wetu na katika utumishi wetu. Lakini pia tunapokwenda kule tujue kwamba kama tulivyofundishwa vizuri, ni lazima tutawaliwe na hiyo fadhila kwamba tunakwenda kama Kristo mchungaji mwema. Sisi hatuna kitu, tunampeleka Kristo mchungaji mwema, ndio kielelezo chetu. Yohani sura ya 10 mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Yaani hiyo roho itawale kule, tuipeleke kule. Alafu wakati huo tujue kwamba tunachokihangaikia pale ni ili wawe na uzima, tena wawe nao tele. Hata kama tunahangaika na yale maeneo matatu ambayo tulifundishwa ya uinjilishaji, ya katekesi, pamoja na liturujia, na upande mwingine yale mengine ya kimwili, tunakuwa tunaangalia mambo ya mwili, mambo ya hospitali, mambo ya elimu, mambo ya mali, mambo ya uchumi. Lakini tujue kwamba yote hayo ili iwe nini? Ili wawe na uzima, tena wawe na tele. Kwa sababu mtu ni nani? Mtu ni Mungu, mtu ni roho na mwili. Kumbe hilo pia linatufanya tuwe wamoja sana, maana tuwe na unyenyekevu wa kurudi kwa Yesu daima. Sisi hatuna chochote cha kufundisha, sisi hatuna malisho, yeye ndiye mchungaji mwema. Na tunahangaika nini? Ili wale tunaowaendea hatimaye wapate uzima, tena wawe nao tena. Sasa tuwe wamoja pia hapo
Sio kwamba tunapenda tunakurudi huko tunakwenda kwenye uchungaji, iwe ni kwenye sinodi, iwe ni, lakini tunapoangalia sinodi sasa inatufundisha mambo mengi sana. Lakini pia tutembee pamoja tutembee pamoja katika kuchukuliana. Katika kuchukuliana, hakuna mtu ambaye yeye ni mkamilifu kabisa anaweza kuishi mwenyewe. Lazima tusipotembea pamoja hatuwezi kubebana, hatuwezi kusaidiana, hatuwezi kuishi pamoja. Hilo ni kujitahidi sana. Kujitahidi sana, na mara nyingi kanisani hatuchakulii mtu wa kukaa naye. Unawaletewa tu unakuta kwamba kuna fulani hapo. Sasa kwa neema ya Mungu hapo tunaanza kuwa ndugu kwa karibu kabisa, kwa sababu kwa bahati nzuri ni ndugu katika ubatizo, ni ndugu katika upande. Yaani mambo hayawezi kushindikana hapo. Ndugu katika ubatizo, katika ubatizo tumekombolewa na damu ya Kristo wote. Tukashirikishwa hiyo katika ubatizo, tukainuliwa tena zaidi kwenye upande, na tumeiishwa muda wote. Kwa maana sasa tunaadhimisha hapo. Kwani tusiishi pamoja? Kama uishi pamoja na mzako kuna tatizo kubwa sana. Kubwa. Kwa sababu tuko kwenye hali ambayo mama kanisa amewaandalia watoto wake hivyo kwamba wote kabisa wanaweza kuishi pamoja na kuchukuliana kwa furaha kabisa. Kumbe ndio ni msingi kabisa. Mambo mengi tunayoangalia kwenye sinodi sasa, mapandi yamejitokeza na inaonyesha kwamba katika safari yetu tumekwisha kuona namna ya kuishi. Kuna mambo mengi sana ambayo yanadai kwamba tunaweza kuanza kuishi sinodi sasa. Sio lazima kungoja kule mwishoni mpaka tutakapokuwa na resolutions au maazimio ndio tuanze kuishi sinodi. Sasa yale mambo tunaposhirikishwa, naomba kwa kweli tuyafanye kazi. Na tukifanya hivyo, unaona kwamba inakuwa ni msaada mwingine katika maisha yetu, katika wito wetu wa upadre, katika wito wetu katika utume wetu, na katika juhudi zetu za kuwa na priestly communion, kutembea pamoja kwanza mapadri tukiwa pamoja, alafu tunapokwenda huko watu wajue kwamba mapadri wana nguvu sana, na kwa kweli tunahisi nguvu yao katika mafundisho yao, tunahisi nguvu yao na tunaiona wanavyopendana, wanavyoheshimiana, wanavyobebana, na kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana hata kwa Wakristo kutupokea na kupokea mafundisho ya Kristo tunayopokea, maana atakuwa na harufu ya Yesu. Atakuwa kabisa hapa kuna nguvu ya injili ya Bwana. Hapa sio hawa tu wanazungumza. Hapa kuna kitu kikubwa zaidi. Kumbe vizuri kujitahidi katika hili. Na sasa nilikuwa na tafakari Mtakatifu Paulo Yesu alipokuwa anasimulia Yesu mfufuka alivyomuokoa Saulo anaanguka pale chini. Alafu Yesu anamwita, Saulo, kwa nini unanitesa? Sauli akasema, nani wewe Bwana? Mimi ndimi Yesu unayenitesa wewe. Sasa pale aliweza kuanguka, maana nimeshapigwa na ile nguvu ya mfufuka. Yuko pale chini anahangaika tu, ndio anaongolewa hivyo. Sasa mapali na sisi tusitese watu kwa namna yoyote ile. Tusitese mwili wa Kristo. Yesu anaposema ni mimi, Yesu anamwita Sauli, ni Matendo ya Mitume 9 mstari ule wa 4 mpaka wa 5. Sauli, Yesu anamwita mfufuka huyo, kwa nini unanitesa? Sauli akasema, nani wewe Bwana? Mimi ndimi Yesu unayenitesa wewe, unayenikuja. Najua wakati mwingine tunaweza kuwa kama Sauli alikuwa mtakatifu kabisa kwa ile upande. Lazima tujichunguze sana katika hali zetu.
tusitese watu, tusiwe ni kikwazo, bali wa aina yoyote wa kanisa. Uwe ni kikwazo kwa mtu, uwe ni teso, lete maudhi. Naweza kufikiri kwamba uko sawa tu, sasa anashangaa, anamwambia unanitesa. Unanitesa mimi, unanitesa mwili wa Kristo. Maana alikuwa anawaua wale watu kwa kutesa ule mwili, maana alikuwa anawaua. Ulikuwa ni mwili wa Kristo, anaua. Kwa kuua ule mwili wa Kristo, Kristo akiwa kichwa alikuwa anamtesa, maana ameunganika na mwili kwa namna za ajabu. Sasa usitese mwili wa Kristo kwa namna yoyote ile. Nafasi tulio nayo ni ya juu sana, na ya kuangalia pia sana. Tunaweza kutesa bila kufahamu. Unatesa kama nani wewe? Wewe umepewa heshima kwa namna hiyo tu kanisani, unatesa. Sasa wewe utakuwa mtu namna gani? Utakuwa mtu namna gani askofu ambaye anatesa watu, anatesa mapadri, anatesa watawa, anatesa waamini kwa parokiani? Lazima tuangalie sana. Unaweza kuwa unafanya mambo yako tu, na kwa vile umekaa kwa parokiani miaka mingi, miaka 7, miaka 10 huko hapo, ukafikiri unavyofanya basi umeshakamata parokia huko ni kwako tu, ufalme wako. Hakuna kitu bwana. Kila mtu akiongea kuna kitu bwana. Kuna kitu, sikiliza. Sasa ni kuangalia sana. Sisi huwa tunajisahau sana, tunakuwa wafalme kabla hatujapewa wafalme, hatujapewa ufalme. Kuangalia, tusimtese mtu yoyote, na tusitese mwili wa Kristo, tusitese parokia, tusitese shule, tusitese hospitali pale ulipo. Fanya kama ulivyoagizwa na kanisa. Ukiona unaelemewa, niambie kanisa, hapa ni pamfito, naomba nikae pembeni. Una shida gani? Wako wengi, sio huko wametanda huko, watabadilisha bwana taifa hili. Kwa hiyo usilitese kanisa kwa namna yoyote ile, uwe mnyenyekevu. Sasa watawa ndio hapa waso mapadri, mtanisamehe, leo ni siku ya kuhubiri na mapadri. Mnakuja kutuombea, mnafanya vizuri sana, lakini kanisa linahubiri siku ya leo, askofu hawajeukie mapadri wale. Hamoni ndio nimekaa huko niweze kuwaona wote, maana wengine wanaweza kuchenga huko, wanaona kao mbele ni mbele hizi, yani anaongea mapadri. Lakini sasa watawa na wale irudi kwenu, na waseminaristi wetu wapendwa, mtuombee sana kama mnavyotuombea. Mtuombee na mwe na heshima kwetu, maana mkiona kwamba sasa usidharau. Sisi ni watu wa maana sana, tumekuwa kwa mafuta. Usidharau. Nasema kuna gani kadogo, Kristo bwana. Tuombeeni. Mkiona kwamba tunafanya jambo ambalo sio hilo, sio fadhila kwa kanisa wala kwa ulimwengu, mpige magoti, mtuombee. Fanyeni toba kwa niaba yetu, mtuombee tu mahali petu. Ninyi watawa, ombeeni sana mapadri. Hakuna namna yoyote mnayoweza kuishi bila mapadri. Haiwezekani watawa wa kike hata wa kiume ambao sio mapadri mkaweza kuishi bila mapadri. Haiwezekani. Kama vile na sisi hatuwezi kuishi bila watawa, tunawahitaji. Kwa hiyo mtuombee sana, mtuombee sana, na msikudharau, msiwe mnapeleka maneno yetu huko, mtuombee. Fanyeni toba, mkiomba Mwenyezi Mungu hilo kosa lisianguke katika kanisa, kwa sababu padri amebeba mwili wa Kristo wote, kama Sauli alikuwa amebeba ule mwili, alikuwa anaharibu ule mwili ambao Yesu alikuwa anautengeneza katika wakati ule injili inapoanza. Kwa hiyo mtuombee, na nyinyi pia tunawaombea sana kama mnavyofahamu, ili muweze kuwa pamoja nasi. Waamini walei, tunawaomba endeleeni kutolea sala zenu, sadaka zenu za usiku na mchana, na ufadhili wenu wa aina nyingi. Bila nyinyi hatuwezi kuendesha chochote huko parokiani. Na kwa hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu mnayo nafasi kubwa sana, na Mwenyezi Mungu anawategemea sana katika kazi zake za uongozi na wokovu huko kanisani. Endeleeni na nia hiyo njema, endeleeni na huo utume mwema mlio nao. Asanteni sana mapadri, watawa pamoja na waamini. Tumsifu Yesu Kristo.